Yes, kama dawa, niko maeneo fulani hivi bado nachanja mbuga na kata mitaa, na hii ni shuleni enzi hizo. Leo nimekuletea nini? Basi niko mtaa mmoja hivi, nataka kujua haya maeneo gani? Basi mwenyeji au tuliyemtembelea ataenda yeye mwenyewe kuzungumza kuwa haya ni maeneo gani. Basi tunaenda kupiga naye story ili tuweze kujua alipokuwa shule yeye anakumbuka nini, basi atujuze. Na wewe pia usisahau utuma ujumbe wako kwenye namba za simu zinazopita chini ya TV yako uweze kuniambia uko maeneo gani, uko wapi. Leo nipo huku, kesho huenda nikawa huko. Piga story na utashare vile vitu ambavyo unavikumbuka kipindi ulipokuwa shule. Follow me ukajue nini ambacho kinaenda kujiri. Yes, mambo vipi dada? Poa. Inakuwaje? Shwari kabisa. Bwana, kipindi hewani ni shuleni enzi hizo. Sana siku leo nataka kufahamu shule ya msingi umesomea wapi? Kwanza unaitwa nani? Jina langu naitwa Violet Nahomale almaarufu Mama Africa OG. Why Mama Africa OG? Mama Africa OG walinipaga ili jina toka kipindi nasoma, kwa sababu nimesoma Arusha. Nilianzia shule ya Arusha lakini baadaye nikamalizia Moshi, lakini kote huko walinipa ili jina kwa sababu nilikuwa napenda sana kuwa nacho. Watu wakaniita Mama Africa. Kipindi wananiita Mama Africa hata nilikuwa sijui maana yake nini. Ila nilivyokuja sasa kuingia kwenye mambo ya tasnia na vitu vingine, nikaamua sasa nilitumia ile jina la Mama Africa. Unapozungumzia tasnia na vitu vingine, wewe upo kwenye tasnia gani? Mimi niko kwenye tasnia ya Bongo Movie, yani mimi ni mwigizaji. Wewe ni Bongo Movie? Yes. Movie za kibongo? Yes, movie za kibongo. Hizi movie ambazo ni jini likitaka kuvuka barabara linaangalia gani? Hiyo ilikuwa zamani bwana, sio sasa hivi. Sasa hivi tumepiga hatua na tuna maendeleo makubwa sana. Bwana, ndani ya 102 jokes kidogo na wakubali wasanii wa kibongo ambacho nakifanya sasa hizi wanafanya vitu vikubwa sana. Kama zamani tulikuwa tutafutia movie za Nigeria, basi na kwa sasa Tanzania pia tuna movie ambazo zinasisimua. Na hapa leo nimekutana na Mama Africa, ukipenda mwite Tina Mare. Tina, nataka nikufahamu wewe umezaliwa mkoa gani? Mimi nimezaliwa mkoa wa Arusha. Mkoa wa Arusha. Ni Meru, Mchaga, Masai? Hapana, mimi babangu ni Mchaga piwa ila mamangu Msandawe. So mimi ni mixer, mchanganyiko. Kwa hiyo tunasema kwamba wewe ni chotara. Ni mchanganyiko. Au sio? Bwana, huyu ni mchanganyiko. Okay, hebu niambie, shule ya msingi wewe umesoma mkoa gani? Shule ya msingi nilianzia Arusha mpaka darasa la 3 ila nikaenda kumalizia Moshi. Moshi. Na shule ya msingi hapo Arusha umesoma, shule hiyo ilikuwa inaitwaje? Shule ilikuwa inaitwa Temi. Iko wilaya gani? Hapo hapo Arusha mjini. Arusha mjini. Mimi nimezaliwa mjini na nimekulia mjini. Okay. Na ulipotoka Arusha na kwenda Moshi, Moshi pia ulisoma shule gani? Moshi nilisomea shule moja inaitwa Kirueni Mwika. Ndani kidogo, sio mbali sana na Mwika mjini sokoni pale. Wengi watakuwa naifahamu. Okay. Sasa tutaanza kufahamu kipindi unaanza darasa la kwanza, wakati ukiwa wapi? Ukiwa Arusha, na baada ya kuhama Arusha kwenda shule nyingine, ina maana kwamba ulikuwa unabadilisha nini? Ni mazingira. Hasa mimi napenda kufahamu day one ambayo mzazi wako anakuchukua na kukupeleka shule, kwako wewe ilikuwaje? Kipindi napelekwa shule, kikweli kwanza kwangu haikuwa surprise sana kwa sababu nilikuwa ni mrefu. Kwa hiyo yani nilikuwa nakubalika mapema. Miaka yangu ilikuwa midogo lakini ulikuwa ukiniangalia unaniona kama mkubwa. Kwa hiyo nilipelekwa shule mapema sana, lakini hata nilivyopelekwa darasa la kwanza nilikuwa nishazoea. Kwa hiyo sikushangaa sana. Okay. Wakati unaenda kuanza ile darasa la kwanza na kuiona mazingira, ni kipi kilikuvutia na ni kipi ambacho kilikustaajabisha baada ya siku ya kwanza, siku ya pili, wakati ukiendelea na masomo? Kilichonistaajabisha siku ya kwanza kwenye ile shule ya Temi, kwa ambao watakuwa naifahamu ile shule. Kwanza ni shule ambayo ilikuwa inapenda masuala ya kitamaduni. Naweza kusema pia ndio hiyo imenipelekea nikaa kwenye sanaa mpaka leo. Nilikotoka huku kulikuwa hamna nisichekechea yani ya hivyo. Kwa hiyo nilipoenda kule nikawa surprise kwa kuna mida fulani ikifika naona wanapiga ngoma zile za shule, wanacheza netball. Kwa hivyo vitu vikawa vinanifanya mimi muda wangu wa kutoka ukiwa umeshafika sirudi nyumbani. Nakaa pale mpaka niangalie vitu vyao vyote wanavyofanya vishe mimi ndo nirudi. Kwa hiyo nikawa ni mtu wa kufuatwa kila siku. Lakini sasa baada mama kuna kwamba anakaa anaangalia, ikawa sasa hapati tena shida kunitafuta. Najua huyu muda wake wa kutoka hajafika, atakuwa anaangalia ngoma.
Huyu muda wake hajarudi anaangalia netball. Yeah. Okay, nataka uniambie ni tukio gani ambalo unalikumbuka ulifanya ukiwa shule? Tukio ambalo nalikumbuka na sitoka nilisahau. Hapo nimeshatoka sasa Temi, nimehamia Moshi ambako kule sasa ndo kwa baba yangu nilipoenda. Kwanza kule nilienda ndo nikakuta mazingira yani ni tofauti na huku nilikotoka. Huku nilikotoka kulikuwa kumechangamka kama hivyo walikuwa wanafanya masuala sanaa, utamaduni. Kwa hiyo kule nilivyoenda ni vitu vikawa tofauti. Sasa kwa kipindi kile naweza kusema mimi ndo nilikuwa star kule, maana walikuwa wananishangaa. Yani the way nilivyokuwa nipo na mwili wangu walikuwa wananishangaa, lakini pia ikafika tu nikamwambia bwana nyinyi kwa mchezi ngoma, mkienda darasani mnaenda tu ampigipigi ile mchaka. Basi na mwalimu mmoja alikuwa ni mwalimu wa ukoo mmoja na babangu, akamwambia hawajui hao wafundishe. Kwa hiyo mimi sasa ndo nikawa yani pale kama star. Mimi ndo nawafundisha. Teacher. Kipindi cha mapumziko kengele kigongwa, shule nzima inanizunguka mimi, wanakuja kuniangalia, alafu mimi ndo niko kati nacheza, alafu nimeshazoea. Kwa sababu huko nilikotoka sivyo vitu nilikuwa naviona. Nilifanya. Kwa sababu ni tayari umeshapewa mkicho kaongezeka. Kwa hiyo nikajikuta yani wananifahamu sana hadi vijiji kabisa. Mtoto wa nani? Yule aliyokuja mgeni alihamia, alaka wapi? Hivyo. Kwa hiyo nikajikuta nafahamika sana kwa sababu nilikuwa napenda vitu vya sanaa. Kwa hiyo mimi mapumziko mimi nawapa show. Alafu kwangu unaona kawaida. Okay, sawa na hongera. Na wakati unaendelea na yote, je, ni mwalimu nani hapo shuleni ukimkumbuka leo hii unasema kwamba yule mwalimu alikuwa anatuchapa sana? Na wakati unachapwa kuna kosa gani ambalo ulifanya? Mwalimu alikuwa anachapa bana. Kwa Kirueni nikiongea wengi watakuwa wanajua. Alikuwa anaitwa Sam. Huyu mwalimu alikuwa ni mwalimu mkuu kwanza. Huyu mwalimu alikuwa yani ana sifa ya ukali. Yani wewe mwenyewe uko darasa la 4 la ngapi kula, lakini unaambia bwana ukifika, alikuwa anafundisha sana la 7. Ukifika la 7 utakoma. Kwa hiyo nikanishachukulia ile kawaida. Sasa nilipokuja kuingia ile darasa la 7 ndo nikamvaa yule mwalimu. Alikuwa anatumia mkono wa kushoto. Kwa alikuwa akikuchapa yani ahesabu fimbo. Sasa kidogo mimi si nilikuwa mwamiaji, alafu nilikuwa tayari na CV yangu pale. Kwa hiyo nakumbuka kuna siku alinichapa, alafu katika kuchapa na kwepa akanipasua kiukucha hapa. Basi mimi ndio zile damu nikana zining'iniza tena nimeshapata kisingizio. Na bibi yangu kipindi nilikuwa nakaa na bibi yangu na shangazi yangu nao walikuwa Temi kweli kweli. Kwa hiyo ile mimi sikuomba ruksa wala nini, moja kwa moja nikaongoza hadi kwa bibi yangu, mimi nimeumizwa. Lakini sasa mwalimu haikuwa kesi kubwa kiivo na sikuwa nimeumia kivile, lakini ndo niliteka kama action kwa sababu ndo nishapigwa, nimeumizwa, damu vimetoka. Lakini yule mwalimu kiukweli alikuwa anafundisha, na nakumbuka kuna siku alisema sasa hivi mnachukulia mzaha, lakini mkishamaliza kuna muda utakaa nyumbani utakuwa unakumbuka bora ningekuwa shule. Hiyo ni kweli. Yaani hiyo ni kweli kabisa. Unapoenda shule kuna sometimes unachoka, lakini pia ukikaa nyumbani siku 2 unasema bora hata ningekuwa shule. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Okay, nina imani wakati mmeendelea kusoma kuna yale masuala ya kutoroka na kuna yale masuala ya kutokuwa unapenda kipindi. Je, wewe darasani ni kipindi gani ambacho ulikuwa hukipendi? Kipindi ambacho nilikuwa sikipendi darasani? Siwezi kusema kipindi gani. Labda hesabu. Hesabu sijawahi kuikubaliki hivyo kiukweli. Japo sinaga historia ya kusema niache kipindi hata kimoja. Wala sinaga historia ya kusema nilishawahi kutoroka, sijui kuteka nyara, sijui nini, sijawahi. Lakini kwa hesabu sijawahi kuielewaga kabisa. Okay, ndio umekuwa rais wa masuala mazima ya elimu, ndio unapanga ile mitaala wanaita mama masomo. Je, ni somo gani wewe kwa kipindi hicho yani ulikuwa una mamlaka ya kufuta? Ndio maana nifutie masomo ni mawili hapo. Ungefuta somo gani na nini, kwa nini uyafute hayo masomo? Kwa mimi kwa kipindi kile ningefuta English. Na kwa nini English? Ilikuwa ngumu. Kimsingi English ngumu. Unakuwa uelewi. Yaani English ngumu kwa kipindi kile. Lakini kwa sekondari huko bado umeshaenda unaona sasa umeelewa, na sometimes nayo ina maana ukishafika hizo level nyingine. Lakini kwa msingi pale, yaani unaona kama mwalimu anakufundisha afu uelewi. Yaani anaweza kaingia sasa kaongea nini?
Kwanza mimi yani somo la English nilikuwa sifaulu kivile, na nilikuwa naonaga kwa sasa hii lugha yenyewe nafundishwa, afu mimi nikitoka nyumbani naongea Kiswahili, nikienda nyumbani naongea Kiswahili, mara nyingine bibi yangu nimejichanganya kapiga kilugha. Nikaona hili somo mbona kama halina maana hapa Tanzania. Ya hivyo. Okay, bado tunazidi kupiga story na dada hapa anaitwa kwa jina la maarufu jina la Mama Africa au ukipenda muite Tina Male. Anakuambia yote kwa yote alichokuwa anafurahia yeye ni mambo tu ya kucheza ngoma, lakini kwenye upande wa masomo pia alikuwa anafanya vizuri kwenye baadhi ya masomo, na masomo mengine anasema na vile vile angekuwa yeye ana mamlaka kipindi hicho ya kufuta masomo, basi somo la English lilikuwa linaingizwa chaka. Kwa nini? Kwa sababu ni somo la kigeni. Nikishauri tu kipindi hicho tunatoa English, tungeingiza watu watufundisha tu nani lugha za kinyumbani kwetu za makabila. Hata hivyo inge make sense kwanza, kwa sababu kuna watu wanazaliwa alafu hawajui hata kabila yao. Kwa hiyo unajua at least ile unafundishwa sawa ile somo shuleni, alafu ukija nyumbani nayo lugha ni ile ile. Kwa hiyo unakuwa unaielewa kwa haraka. Lakini nafundishwa tu shuleni, nikija nyumbani wewe nishaongeleshwa Kiswahili. Kama ndio uko kijijini na unaongeleshwa kilugha. Hicho Kiswahili chenyewe anakipapasia mara chache sana. Kwa hiyo unajikuta yani lugha inakuwa ngumu. Kwa sababu unajua lugha ambayo unaiongea kila siku wewe ni rahisi kushika, hata usipofundishwa sana. Lakini lugha ya mara moja hii jamani, ilikuwa changamoto sana. Haujawahi mpigana shuleni? Sijawahi kupigana shuleni. Kwanza mimi nilikuwa ndo napigwa sana, naonewa sana. Na siku ambayo unapigwa na kuonewa ilikuwaje mpaka kafikia mazingira wewe kuonewa? Unajua kwanza mimi nilikuwa muoga. Cha kwanza nilikuwa muoga. Alafu pale shuleni yani watu wengi walikuwa wanapenda sana kuwa na urafiki na mimi. Sijui ndo kwa ajili nilihamia pale, sijajua. Alafu kwa ajili labda nilikuwa nikileta vile vitu kutoka navyo nyumbani, sijajua. Kwa hiyo nilikuwa na marafiki wengi kiasi kwamba mtu anatamani niwe rafiki yake, awe rafiki yangu, natamani yule awe rafiki yangu. Lakini pia ikaletea matabaka. Kuna watu wengine nikawa yani mtu unakuta wale tuliokuwa marafiki na kumbe namkatae huyu asio rafiki yako. Sasa ile mkatae huyu asio rafiki yako, yule nesi ana marafiki zake, kwa wakawa wanajinga kama chuki. Ila nakumbuka kuna dada mmoja, ila for this time ni rafiki yangu naweza nikasema, na toka nilivyomaliza tu darasa la 7 nikatoka kule nikaja Arusha, naweza nikasema ndo alikuwa mtu wangu wa kwanza kuonana naye, mpaka nikamwambia mama kateni huyu ndo alikuwa gadu yangu ananipiga sana, lakini ndo nimekuwa kwanza kuonana naye. Nilikuwa nimenunua package zangu za rangi sio nini, nilikuwa vitu vinatoka Arusha vinakuja kule. Sasa yeye akaja akanikwapua tu, yani bila kuniomba wala nini. Ikawa ndo kama yani tabia yake, afa ananiambia nifanya nini? Sasa najua mimi nguvu sina. Kwa muda kutoka utaona atakachokufanya. Muda kutoka usikuamini, wanapita njia hii wanageuza wanapita huku ili wakaone ngumi zinavyopigana, ile ule ushabiki ule. Basi mimi nikifika nikipigwa siwezi. Nilikuwa nimesoma na mtoto wa shangazi yangu. Kwa hiyo unakuta sometimes mtoto wa shangazi yangu anaingilia ugomvi wangu, maana anaona napigwa. Kwa hiyo ilikuwa yani ni ile kuonea, mnakuta labda umetoka na maji yako nyumbani, maana kule tulikuwa tunabeba maji kuni, tulikuwa tunapikiwa shule. Unabeba kidumu chako na maji, kufika pale ile kwenye kukaguliwa, anakukwapua kidumu afi ndo anamuonyesha mwalimu maji anapita nayo, wewe unapigwa. Afa nakwambia unako nitaje, unako sema. Nawaza sasa hapa nikisema jioni ndio hivyo nitapigwa. Ninaona pia huyo ni mwanamke au mwanaume kwa kufanya? Mwanamke alikuwa ananifanyia hivyo. Bwana, kumbe hata mashuleni kuna wanawake wababe. Wanaonyesha ubabe kwa wanawake wenzao. Hebu niambie, ni kitu gani ambacho mtu mwingine hakifahamu unakifahamu wewe tu kipindi ulipokuwa shule ulikifanya, na wewe ukikaa kwenye shule ukikumbuka unaona pale nilizingua, na siku ya leo share na watazamaji wa JNTV. Kitu ambacho nilikifanya. Kwanza kitu ambacho nilisema sio kufanya kivile, ilikuwa ni kubwa kivile, lakini kwamba ipo kwa watu wengi na sio kwangu tu. Yaani naweza nikasema kwenye ile shule sio ni mimi peke yangu, sio na watu wengine, ni kwa sababu sikufuatiliaga na wanafunzi wengine, lakini nilikuwa napokea vibarua sana, yani sana shuleni. Kwa hiyo ikafikia hatua napokea vibarua vingi, yani kwa siku napokea vibarua vingi. Kama unajua walikuwa wanaviandika wanavipiga na vilavu vya rangi nyekundu, kalamu nyekundu. Kwa hiyo nilikuwa navipokeaga vingi, hata sijuaga wala nilikuwa naandikiaga barua yako wapi mpaka sasa hivi. Nilikuwa napokea vibarua vingi. Kwa hiyo najikuta navisoma
na vificha katikati ya njia, sifiki navyo nyumbani hivyo. Maana ikifika navyo nyumbani vikionekana mtiti, kwa hiyo sifiki navyo nyumbani. Subiri, ina maana hivi barua vilikuwa unaandikiwa vilikuwa ni vibarua ni vya nini? Si vibarua tu vile yani sisi vya kuapproachiana shule. Vile mahusiano. Shule ya msingi. Tena nilikuwa napokea vingi. Yaani usikuamini waliokuwa wananiandikia wengine walikuwa wamenizidi hadi madarasa. Na hiyo akiona atajua walikuwa wananizidi hadi madarasa. Sasa sikuelewa ni kwa sababu nilikuwa the way nilivamia pale, the way nilivyokuwa niko vile sijaelewa. Sasa nakumbuka siku moja kuna rafiki yangu mmoja akanichoma. Baada ya kuwa nimeshapokea barua kama 3 hivi, sasa nilikuwa na tabia wakati wa kwenda nyumbani naenda na kwa sehemu na viweka vile vibarua, sifiki napo nyumbani maana najua vikikamatwa kule ni kesi kubwa. Sasa vikiwa bado nimeshavipokea niko navyo pale shule pale. Sijui ilitokea issue gani, sijui nani akajua, wakaenda kunichoma kwa mwalimu. Sasa mimi nilichokifanya vile vibarua nikaenda nikamwekea kwenye begi mtu mwingine tofauti. Alafu ile kesi baadaye nilipoitwa ofisini nikasema yule ndo alikuwa ananikuadia mimi. Yaani yule ndo alikuwa anapokea barua kuniletea mimi. Kwa hiyo alivyoniletea mimi sikuzipokea nikamwachia. Lakini kiukweli zilikuwa nishazipokea. Maana nilikuwa napokeaga. Nilikuwa nasoma lakini sijibu. Ulikuwa unapokea na ulikuwa unasoma na ulikuwa ujibu. Nina imani miongoni mwa kumbukumbu na imani utakuwa unawakumbuka watu waliokuwa wanaandika hivyo barua. Hebu nitajie kama 3 hivi. Alikuwa nani huyo ambaye alikuwa anajitoa primary anatuma vibarua vya I love you ni kila ugali na kuona kwenye uchuzi wa maharage na nikinywa maji na kuona kwenye glass, maana hizo zilikuwa ndio sound za zamani. Hebu unakumbuka wote? Wako wengine sasa wana mahusiano yao, wengine wana familia, wengine ni wakubwa kiukweli. Alafu naweza nikasema zile zilikuwa ni kama ile, yani zile zilikuwa vinapita tu, kwa sababu hata nikisema sasa hivi wengi ni marafiki zangu, wengine Facebook, Instagram na wapi, lakini hakuna hata mmoja aliyekuwa yuko serious. Na baada ya pale, yani after hapo msingi sijaona hata mmoja, mtu mbaki labda tusalimiane basi, lakini nilikuwa navipokeaga vingi. Hasa ni wengine walikuwa wanaona labda raha kutumia hivyo, sijajua, lakini wapo. Bwana, hebu niambie wewe pia ulipokuwa shule ya msingi, wewe binti wa kike, hebu niambie vibarua hivyo ulikuwa utumiwi? Na kama ulikuwa unatumiwa, basi namba za simu zinashuka chini ya TV yako hapo. Tuma ujumbe wako, niambie uko wapi na una nini cha kushare na sisi. Na vile vile mshikaji, brother, hebu niambie ulipokuwa shule ya msingi, na wewe pia ulikuwa unapenda totos? Nini ambacho kilikukuta baada ya kuandika ni barua? Vile vile tuma ujumbe wako chini ya TV yako hapo, niweze kusoma na niweze kujua uko wapi. Niweze kufikia hapo ulipo. Leo nipo huku, kesho huenda nikawa maeneo hayo. Na hii ni JN-TV. Bado tupo na Mama Afrika hapa, tutazidi kupiga story na kuelekea tamati. Mama Afrika, kitu cha mwisho ambacho napenda kukifahamu kwako, baada toka Arusha ukaingia Moshi, hebu niambie, baada ya hizo movement zote, wakati upo shule, ni mchezo gani ambao ulikuwa unaupendelea? Mchezo niliokuwa naupendelea kikweli, nilikuwa napenda sanaa kwa ujumla, kwa sababu China liliwekwa tukio huko nilikokuwa nimetoka. Kwa hiyo nilikuwa napenda sanaa, na hata nilivyoingia sekondari pia nilibahatika kusoma Arusha sekondari Ngari na Nyuki kwa Wamasai huko. Nilikuwa naendeleza tena sanaa yangu, yani nilikuwa kufanya kuigiza mle kawaida, lakini sio ikitokea issue za kwaya kanisani, kuigiza kipindi cha Yesu kile, yani unikose, yani matukio yote yalikuwa yanahusiana na sanaa, mimi ulikuwa unikose. Naomba unikumbushe wimbo mmoja ambao mlikuwa mkiimba shule. Wimbo yani wa shule wa shule sasa ambao nilikuwepo. Yes. Okay. Shule yetu Kirueni yapendeza mazingira, walimu na wanafunzi waonekana nadhifu. Shule yetu Kirueni yapendeza mazingira, walimu na wanafunzi waonekana nadhifu. Walimu wetu kujituma darasani kuingia, taaluma kuinua, endeleza taifa. Walimu wetu kujituma darasani kuingia, taaluma kuinua, endeleza taifa. Mimi mwenyewe ndo nilikuwa mstari wa mbele.
Yaani nilikuwa nisipoonekana kwenye mazoezi ya kitu chochote shuleni kinachohusiana na sanaa, sijui na sanaa. Tunapokuja sijui kwa kaguzi, nakumbuka kuna kipindi walikuwa wanakuja wakaguzi hadi nilipataga zawadi na walimu. Mimi ndo nilikuwa yani msafi bora wa shule. Mimi ndo niliwakilisha, tena wananipeleka kabisa mbele. Violet kapo mbele, Violet kama niliwakilisha shule ya Kirueni. Lakini sehemu kokote nilikokuwa napita kwenye swala la sanaa ulikuwa mimi hunikosi. Yaani sio kanisani, sio wapi, mimi kwenye swala la sanaa ulikuwa hunikosi. Bwana anasema kwenye sanaa yeye ulikuwa humkosi, na vile vile hapa umeisikia ni sauti, kumbe hata kwenye kuimba pia yupo vizuri sana. Nimeona muonekano wako hivyo, niambia wewe ni Mchaga na namnani, akasema huyu mbona kama anaendana na jamii ya Kimasai. Ni kwa nini umechagua staili ya kunyoa mpara? Unajua nilivyokuona professional na dada mmoja alikuwa anaimba Bongo Flava, lakini alikuwa amebase kwenye upande wa political, anasema anaitwa Nakaya. Umeelewa? Hebu niambie ni kwa nini umependa hiyo staili ya kunyoa upara? Ukitajia upara natamani kulia. Kwanza mimi sio kwamba napenda. Ukitajia upara unatamani ni kulia. Unatamani ni kulia. Ni kwa nini ulie? Sikutaka kunyoa upara yani kwa kutaka. Unajua kuna ile stage inafika unataka kunyoa upara kwa kutaka. Kwa hiyo sikutaka kunyoa upara kwa kutaka. Huwa nafuga natural na zinakuaga ndefu nywele zangu, wanao unijua wanafikiri wanafahamu. Na hiyo kitu pia ndio ilipelekea mpaka wengi wakawa wakiniona wananiambia you are looking like Mama Africa, cause nikoge natural yani sana. Lakini pia nimeingia kwenye industry hii. Kwa hiyo hii tasnia yetu ina mambo mengi. Na katika kupambana kuna vitu vingi. Hawezi kupambana ukawa normal tu mpaka ukaja ukatoboa. Mimi na miaka zaidi ya 15 kwenye sanaa na sijawahi kukata tamaa. So nimekutana na vitu vingi. Lakini chanzo cha para ili sasa kuna kazi ilikuwa natakiwa niende tukakastiwe. Kwa hiyo baada ya kwenda kwenye ile kazi ya kukastiwa, nilienda siku nikiwa nimeachia natural yangu kama kawaida. Huwa napenda nikitoka sana nifumue, nichane, nitoke. Nikakutana na wasanii wengine by the way walikuwa ni chipkizi, yani ni upcoming. Kwa hiyo katika kukaa mimi baada ya kukastiwa nikawa wakati naondoka kuna ambaye alikuwa amenichangamkia, lakini nikachukulia ni jambo la kawaida. Una nywele nzuri, nywele yako natural sio nini, akawa ameitouch, nikaona ni kitu cha kawaida. Lakini sasa niliporudi usiku wake, asubuhi naamka nakuta nimenyolewa hapa. Unaamka asubuhi umenyolewa, yani ni nani aliyekunyoa? Hapo ndo sifahamu. Na ndio maana nakwambia ukinitajia upara natamani kulia. Ina maana ya kwamba umelala asubuhi umeamka nywele huna. Yaani pamechotwa nywele hapa kidogo hapa. Kiasi kwamba yani ile nywele imechotwa sio sana, ni kidogo, lakini kaupara fulani. Ningesema niziache kwa kubana ningebana, lakini unajua kuna hali fulani inakutokea, alafu kuna ushauri ndugu jamaa hii unaoambia, wanakwambia mwingine anakwambia ili mwingine anakwambia hivi. Kwa hiyo nikaona ni bora ni nyoe zote, ni baki na muonekano mwingine tofauti. Bwana yaliyomo yamo, tia mkono upapase. Umenielewa kwamba wametoka kwenye kukastiwa. Wazungumzia kukastiwa wale wasanii wanapojiandaa kwenda kuanza projekti aidha ya movie, tamthilia na kadhalika, basi kuna ile kuchagua, je, hii cast au huyu muhusika wa story hii akikaa hapa atakuwaje. Kwa hiyo huyu alivyoenda kukastiwa, bwana, kuna mwingine alikuwa naye pia kidogo ana muonekano wake, mwisho wa siku akaona huyu amenizidi kete, kwa akamshika nywele na mwisho wa siku watu wakaondoka nazo. Kwa hiyo hapa sasa tunaingia kwenye imani ya ushirikina, si ndivyo? Kwa hiyo wakapita na nywele hapo wakwasha hivi. Wakapita nazo na mimi kama bora nitoe zote. Kwa hiyo yani nahisi kama nimewapoteza. Kwa sababu kama ipo tu, zaidi wanaichelewesha. Alafu wewe unakwambia hivi wenye wachawi. Wewe usiku wanapokuja na jumbani, kwani wasiwezi kwa wanafungua TV, wanaiba, wanafungua sabufa, wanabeba mafuta na kamera. Hivi kabisa anachukua nywele tu nyenye na kazi gani? Hapo sasa ndo sijui wenyewe wanakuwa na matumizi yao na matumizi nayo vipi? Okay, ni hivyo yalimbuta dada. Okay, nakupa nafasi ya kukumbuka rafiki zako 5 ambao ulikuwa unasoma nao shule ya msingi. 2 wa Arusha na 3 wakiwa wapi? Wakiwa wa Moshi. Okay. Kwa Arusha
Kwa Arusha nitakuwa nimeyuva sana kwa sababu ni muda mrefu nimetoka, lakini namkumbuka mmoja ambaye alikuwa anaitwa Umi. Huyo ndio kidogo bado tunawasiliana, lakini kwa Moshi wako wengi. Kuna Emmy Godfrey pale na mcheki yupo sana, ambaye hata mpaka sasa hivi tunawasiliana. Rose Godlizen Male naye pia yupo, ni rafiki yangu mpaka sasa hivi. Kuna majina yanataka kunitoka sasa. Kuna Flex Male yupo, kuna Amfrey. Yaani naweza nikasema wako wengi ambao classmate wangu nimesoma nao na tuna mawasiliano mpaka sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii na wana support sana kazi zangu. Okay, bwana, nyinyi huko mmekumbukwa na Sisteri hapa. Basi na nyinyi mkumbuke, leo nipo huku, kesho nitakuwa huko. Una neno gani la mwisho na la kuaga wapenzi watazamaji wa JN TV? Neno langu la mwisho ni kwamba zamani kulikuwa kuna vitu vingi vizuri vya kuvutia ambavyo sasa hivi navo au walioko sasa hivi nao watakuja kuwa na historia yao. Kwa hiyo kikubwa ni ukipata muda ni kushare vile vya nyuma na vya sasa hivi, kwa sababu zamani kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo sasa hivi havifanyiki. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba nimeshukuru sana kwa kukumbuka na mmenikumbusha mengi ambayo nilikuwa nayakumbuka, lakini ndio hivyo yalikuwa yameshapita. Kwa hiyo shukrani sana. Hebu tu niambie, kwa umesema kwamba kuna vitu ambavyo vilifanya zamani na vitu ambavyo vinafanyika sasa hizi ni mashuleni ni tofauti na maana haifanani. Hebu niambie ni vitu gani ambavyo ungevipenda vya zamani ni virudi kwa sasa kwenye upande wa shule za msingi? Zamani kuna sijajua kwa huko nilikokuwa mimi, lakini kuna ile mnakuta mnapiga paredi, labda mnaamka, yani ile mkishafika shule ile unashika namba pale pale ulipo. Yani kwa mfano ndo kengele imegonga wewe uko getini, basi unashikia namba ukiwa pale pale. Lakini kulikuwa kuna muda mnapiga paredi, mnakuwa mnaimba zile nyimbo za paredi, labda mchaka mchaka chinja, mchaka mchaka chinja, mchaka, au mnaanza kumbuga za wanyama Tanzania. Ya kwanza ni Serengeti, Ngorongoro, Manyara na Mikumi. Tanzania hoi. Sasa hapo mnakuta mshotoka eneo la shule, yani mnakimbia mchaka mchaka maeneo ya karibu na shule. Unaambiwa labda let's say hapa mimi ni Kunduchi Mtongani, labda tunaambiwa tukimbia hapa labda mpaka Skanska, then ndo mnarudi hapa, mnapewa dakika. Kwa hiyo mnaenda shule nzima mkiwa mnaimba, ilikuwa inaleta hari. Lakini pia usirias wakati wa nyimbo ya taifa. Zamani tulikuwa sisi tukiimba nyimbo ya taifa lazima upige saluti. Na nakumbuka kuna mwalimu mmoja ametangulia mbele za haki sasa hivi, Mwalimu Male. Yule mwalimu alikuwa tukiimba wimbo wa taifa, akimuona hata mtu anapita barabarani alafu hajasimama, alikuwa yani anaenda kumchukulia, yani tuseme anamwambia, wimbo ukiisha ile anamfuata anamwambia kabisa, sasa unajua kule nako Kichaga watu wengine walikuwa wamezoea Kichaga, kwa hiyo anamwambia kabisa kwa Kichaga, ukiona unapita hapa wimbo wa taifa inabidi usimame. Kwa hiyo ikawa yani tukiimba wimbo wa taifa unakuta ndio ile mida, maana shule yetu ilikuwa ni karibu na barabara, watu wanapita wanaenda mashambani, ile tunaanza tu Mungu ibariki wote, kama mtu ameka jembe lake hapa basi anabaki nalo hapa mpaka wimbo unaisha. So sijui kwa sasa hivi kama ina usiriasi huo, yani nyimbo ya taifa ilikuwa ikiimbwa sehemu, wewe hata kama unatembea unasimama, wakimaliza kuimba then unaendelea. Mimi pia nina wasiwasi kwa saizi, hata watu wetu ambao wako mashuleni kwa saizi, sidhani kama wengine kuimba wimbo wao wa taifa, sidhani kama watakuwa wanaujua. Alafu na sidhani kama saizi kwenye shule za msingi na tunasema za serikali, sidhani kama hata mchaka watoto wanakimbia, sidhani hata vidumu vya maji watoto wanabeba wanaenda kumwagia ni maua shuleni, sidhani kama mwanafunzi ile shule anayoisoma atakuwa ana kiunga cha maua, sidhani. Kwa hiyo yote turudishe ule utamaduni wa awali ili tuweze kwenda sawa. Nikushukuru sana Mama Afri. Asante sana. Shukrani sana. Asante pia, karibu. Pamoja sana. Bwana, tulikuwa na Mama Afrika, tumepiga story na sasa tumemaliza. Goodluck Mluma, nyuma kamera ni anaitwa Dogo Alam Evaristi Muha toka jiji la Kigoma. Ticha.